hata kama hawalogi kwa kuua, wanaloga kwa mfumo wa biashara, kwa sababu wanao ni uchawi. Nimepita nikawa naona wengi wa mama wanaenda kanisani. Kwa lazima tuombe nao waokoke, wabatizwe. Hapa inasema na jumla yao walikuwa wanaume 10. Kwa hiyo hapa imetaja kabisa hao watu walikuwa ni wababa. Pengine labda walichelewa au walikuwa wameacha wake zao, haijaeleza kwa sababu yangeandikwa yote ulimwengu usingetosha. Kwa hiyo kuna kubatizwa mara nyingine kama ulibatizwa kimakosa. Kuna wale walioasi, ukarudi dhambini, ukamtukana Yesu, ukasema Yesu mshenzi, mimi sifuatane na wewe, naenda kwa shetani. Unaporudi lazima utengeneze sasa. Ndio maana nikasema leo lazima kwanza viboko kwa waliozoea kurudi nyuma. Kabla hatujakubatiza tukunyuke kwanza viboko, ili ukitoka hapo ujue ukirudia au uhame kanisa. Uchague sasa, viboko ubatizwe au uhame kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika Mathayo sura ya 3 the same. Wakati huo Yesu alitoka Galilaya, nasoma mstari wa 13, mpaka Yordani kwa Yohana ili kufanywa nini? Kubatizwa. Yesu mwenyewe alisafiri. Sijui kama mnaona vizuri wenye Biblia. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Jordan. Kwa nani? Kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia kwa sababu Yesu alikuwa ni mkubwa sana. Akisema mimi nahitaji kubatizwa na wewe waja kwangu. Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Kwa hiyo kubatizwa ni sehemu mojawapo ya kutimiza haki. Huyu bwana mdogo anabatizwa. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya haya. Nataka sasa ujiandae kwenda hapo. Unaenda ukizika hapo. Nimekumbuka kweli. Jana nilisema mimi siingii huko ndani. Nalala hapa. Nilikuwa nawaambia hawa wapendwa, labda tukae kule barabarani tunafurusha hapo unakuja kutokea huko. Au darajani kule. Kwa hiyo tunakwenda hizo. Inatangaza kufa na kufufuka. Kuzaliwa mara ya pili. Amina. Amen. Lakini ubatizo pia unabadilisha hatimiliki. Wakapita katika nini? Katika bahari wakawa wa Musa. Amina. Amina. Kwa hiyo kama ulikuwa wa shetani, leo mambo yanabadilika hapa. Amina. Amina. Unakuwa wachazi. Amen. Wenye maji haya. Kama ulikuwa wa babu yako, ama tumekuwa tukiombea watu wasema ni mjukuu wangu huyu. Yaani unakuwa possessed, yaani unamilikiwa na babu yako. Kwa sababu kuna sadaka, kuna mambo yalifanyika. Leo sasa tunabadilisha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Una dhambi gani? Wangapi wamekuja na uchawi wa bibi zao waliokabidhiwa? Hakuna hata mmoja. Jana niliwaambia hakuna kuficha, lazima uje nalo. Ulipewa nini na babu yako? Wengine walipewa shanga za kichawi ili uje kuwa mchawi baadaye. Wengine walipewa bangili. Sasa nilisema jana lazima hivyo vitu visalimishwe. Hao nyewe watoto bado ufalme ni wenu. Haya muombe.